Uanguke ili ujifunze. Mwaka huu kwetu umekuwa ni mwaka wa kuanguka, tunajifunza na hatuumii, kwa sababu timu tuliyokuwa nayo hivi sasa inatupa matumaini ya kwamba msimu na kimsingi sisi tumeshaanza maandalizi ya Champions League kwa msimu unaokuja. Tumeanza maandalizi ya Champions League kwa msimu unaokuja. Katika maandalizi hayo ni target gani? Malengo tutaambiana, lakini tayari maandalizi tumeshaanza kwa mapema sana. Ya mapema sana. Sisi ni timu kubwa. Ni timu ya 5 kwa ubora barani Afrika. Hapa ninapozungumza nanyi, mimi naangaliaga AFCON. Kwa mfano AFCON inaanza, alafu giant kama Senegal inatolewa, si lazima usikitike. Si hivyo bwana? Hasa ndivyo ilivyo Simba Sports Club. Kutolewa hatua ya makundi, Afrika nzima imesikitika. Simba kutolewa hatua. Simba Afrika nzima imeumia. Afrika nzima inalia machozi ya kujaza bahari 5 za Afrika kwa Simba kutolewa hatua ya makundi. Sasa hatuwezi kuliacha hivi. Ndio maana tumeshaanza maandalizi mapema ya Champions League ya msimu, ili twende tukarejeshe heshima yetu na twende tukafanya vizuri. Mwaka huu ni mwaka wetu wa kujifunza, ni mwaka wetu wa kukosea, ni mwaka wetu wa kujirekebisha kutokana na makosa tuliyofanya. Msimu unaokuja twende tukawe bora zaidi. Ahmed, gari ikiwa inatembea kuiwasha taa nyekundu inamaanisha pisha mbele, kushakuwa kubaya. Inawezekana na hii ni taa nyekundu Simba mmewasha kwenye ligi. Yeah, exactly. Kwenye ligi huku ndiko ambako tumewekeza nguvu zetu kubwa. Hatuna kingine cha kupigania zaidi ya mashindano mawili ambayo yako mbele yetu, na moja ambalo litakuja mwezi wa 4 kwa maana ya ile muungano. Lakini kwa sasa focus yetu kubwa ni ligi kuu ya NBC. Tumeinvest nguvu kubwa sana kwenye ligi hiyo, na ndio maana naona kwenye kila mechi tunafanya balaa kubwa, na hatutaki kupoteza hata mchezo mmoja kuanzia hivi sasa, sababu timu tuliyokuwa nayo ni timu kubwa kwa maana ya wachezaji mmoja. Wachezaji hawa wana level kubwa kweli. Sasa wachezaji wa level hiyo hawatakiwi kupoteza mechi katika ligi ya ndani, itokee bahati mbaya. Lakini mipango yetu sisi uongozi ni kutopoteza mchezo hata moja. Leo tumecheza mchezo wetu wa 8, tumebakiwa na michezo 22. Malengo yetu ni kushinda michezo yote 22 kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Hayo ndiyo malengo yetu. Michezo yote 22 tunataka kushinda katika ligi kuu ya NBC. Ahmed, tumeona leo kwenye lineup Linda Mlango na Mamudu lakini pia tunaona Kasali anapumzika. Hii ni Simba ya asali na maziwa. Umeelewa? Kwa hiyo ni Simba ambayo yoyote anaweza akapata nafasi akacheza. Kasali amecheza mechi kadhaa hapo nyuma, amepumzika. Abel amechukua dimba lake leo, ameondoka na clean sheet. Yani tuna uwezo, yani Simba hivi sasa kama buffet. Sio, umeelewa unachagua tu uondoke uondoke na sahani gani hapa. Lakini Simba sasa imekamilika. Simba sasa ni bora. Usishangae mechi inayokuja asidake Tanja, asidake Abel Hussein, akadaka Alexander. Simba yuka. Hilo ndilo limekufanya uombe kama kuna uwezekano sheria zibadilishwe baada ya kipindi cha kwanza. Hata dakika 90 zenyewe pia ni chache. Hatu enjoy vya kutosha. Anicet Ouro anahitaji apate walau dakika 280 kukufurahisha peke yake. Sasa ukiangalia, nakwambia ukiangalia dakika 90 hauenjoy vya kutosha. You need more time. Sasa tena kuna mapumziko. Yani una enjoy kidogo dakika 45 mapumziko. Tunakuwa hatupati yani ile kiu yetu wana Simba haikatiki. Kimsingi ni kwamba mimi ni washukuru wana Simba wote ambao walikuwa nasi kwenye kipindi cha mpito, kile kipindi kigumu, kipindi ambacho unakwenda uwanjani haujui kitu gani kitatokea. Wamevumilia na hatimaye sasa Simba imerejea kwenye ubora wake.
sasa ni Simba ambayo tunakwenda uwanjani ukiwa na uhakika wa kupata ushindi kwa 100%, labda kwa mapenzi yake ya Mwenyezi Mungu iwe tofauti. Mechi inayofuata Jumamosi, watu wanaona Simba ni kama imeisha maaliza na pengine hakutakuwa na chochote kipya. Mechi ya Jumamosi kwanza ni mechi muhimu sana kwetu. Bado tunaendelea kupigania heshima ya mnyama, na tunafahamu ya kwamba msimu huu kwenye ligi mabingwa hatujashinda hata mchezo mmoja nyumbani Benjamin Mkapa. Twendeni tukashinde mchezo huu. Niwaambie kitu kimoja wana Simba, wala wasiangalie impact ya mchezo wenyewe, kwamba hata tukishinda hatuendi popote, hata tukifungwa tusiangalie hii. Sisi tumeshakubali ya kwamba mwaka huu tumeanguka. Sasa tuendelee kusimama bega kwa bega na timu yetu. Kwanza twende tukaweke heshima ya Simba yetu Benjamin Mkapa, hilo la kwanza. Lakini la pili, twende tukaendelee kutengeneza morali na winning confidence ya wachezaji wetu. Bado tuna mechi 22 mbele huko. Kwa hiyo lazima tucheze mechi dhidi ya Stade Malien kwa nguvu kubwa kama fainali, ili wachezaji washinde. Ni kipimo kizuri kwanza hiko kwetu, ili wachezaji wajione wamefika katika level gani, na nguvu utakayotumia pale na matokeo utakayopata pale yanakuja kuakisi maandalizi yetu kuelekea katika kampeni yetu ya kushinda michezo yote ambayo ya ligi kuu ya NBC iko mikono. Kwa hiyo ni mechi muhimu mno. Mimi niwaombe ndugu zangu wana Simba, kesho tutatangaza kiingilio cha mchezo wetu huo. Niwaombe wana Simba, bila kuanza kujadili huo mchezo, kuanza kuchambua huo mchezo, wewe njoo uione Simba yako. Yani as long as Simba yako inacheza, wewe njoo uiangalie Simba yako. Yani wewe pale usifate matokeo, usifate nini, fuata Simba yako iko pale uwanjani. Twende kwa pamoja tukawatie moyo vijana wetu kwamba tumeanguka pamoja, tunasimama pamoja, tunakwenda mbele pamoja. Unaona huu ndo mwanzo mpya wa Simba yetu? Ya. Umeshawahi kuona mfano mgahawa ulikuwa wa zamani unaitwa Mwelondo Restaurant, alafu unaufanyia decoration, unakuja kuongeza kaneno mwanzo hapa, New Mwelondo Restaurant. Ndio Simba Sports Club. Simba Sports Club baada ya kufanya mabadiliko makubwa na wachezaji kujipata, imekuwa ni New Simba Sports, ni Simba mpya. Alafu sio tu Simba mpya, ni Simba ya hatari. Alafu haishi tu kwenye hatari, ni Simba ya moto. Alafu haishi tu kwenye moto, ni Simba inayotisha vibaya mno. Bwana, kuna shabiki alisema mnyama hawezi akatoka kimataifa alafu timu nyingine zikabaki salama. Sasa hiyo tu reserve. Tuweke akiba. Tuweke akiba. Ulipoongea ni kama umeipania. Tutatafutana baadaye tuje tuzungumze, tufanye round up tathmini ya msimu huu. Hiyo Jumatatu semaje? Kwa sasa, lakini kwa sasa hebu tuache kwanza, kwa sababu hata mimi mwenyewe ama sisi wenyewe Simba tuna mechi ngumu. Stade Malien ametushangaza sana. Kwa hiyo hebu tuache tumalize hichi kibarua, alafu baada hapo tutakuja kujadili vizuri msimu huu umekuwaje. Hapana, mimi nikiamua kufyatuka waga na kufyatukaga tu. Ndio maana nasema mechi ya Jumamosi inanitia uzito wa nafsi. Kwa hiyo nipeni muda kidogo nimalizane nao Jumamosi. Baada hapo nitakuwa huru kuizungumzia Simba yangu na tathmini kwa ujumla ya michuano ya ligi ya mabingwa Afrika msimu huu. Shukrani sana.